Kuna tabaka la watu ambao hawapigi kelele, hawajioneshi, hawajitambulishi kwa kelele, lakini wanaendesha maisha yao kwa ustadi wa hali ya juu kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kutabiri hatua yao ya kesho. Ni watu wanaoishi kama bahari. Juu utadhani kimya, lakini ndani kuna nguvu, mpangilio na siri ambazo hazichujwi nje. Katika dunia ambapo kila mtu anataka kujionyesha, kutangaza na kushindana, watu hawa hutumia akili, ukimya na nidhamu kama ngao. Hapa ndipo zinapatikana siri 7 wanazotumia kulinda maisha yao na mali zao bila mtu yoyote kugundua. 1. Hawasemi mipango yao mpaka imeiva, kwa sababu nguvu ya mipango hutoka kwenye ukimya. Watu wenye akili ya juu hawapendi kutangaza wanachofanya. Kisayansi, kila unaposema mpango kabla haujatekelezwa, ubongo hutoa kemikali zinazoleta hisia ya tayari nimeshafanikiwa, jambo linaloshusha ukubwa wa juhudi zako. Lakini pia, watu wengi nje hawajui kutofautisha kati ya ushauri na wivu. Utakuta unatoa siri zako kwa mtu ambaye moyoni anamuomba Mungu ushindwe. Kwa nini ni hatari kutangaza mapema? Unatoa nafasi ya watu kukuzuia. Unajifanya dhaifu kwa kutoa ramani ya maisha yako. Unapunguza nguvu ya lengo kwa kujipa shangwe kabla ya mafanikio. Wenye akili ya juu husema, mpango ukikamilika utaonekana, si kuhadithiwa. 1. Hutunza hali yao ya kifedha kwa busara bila kuonekana kama tajiri au maskini. Kuna watu wana pesa lakini huishi kimya kimya kiasi kwamba hutawahi kudhani. Sio kwa sababu ya ubahili, bali kwa sababu ya ulinzi wa kisaikolojia. Kuonekana tajiri kunaleta chuki, tamaa na utegemezi usio na mipaka. Kuonekana maskini kunaleta dharau, kupuuzwa na kutopewa nafasi. Wenye akili ya juu huishi katikati. Hawaoneshi ufukara wala utajiri. Wanavaa vizuri lakini si kwa kupiga kelele. Wanatumia pesa kwa mipango, si kwa kujionyesha. Wanasaidia pale penye hekima, sio pale watakapobebwa kama ATM ya familia. Huu ni ustadi wao. Kila mtu ajue kile kinachofaa kujulikana, sio kila kitu nilicho nacho. 3. Hawajionyeshi dhaifu hadharani hata kama ndani wanatetemeka. Sio kwamba hawana woga, lakini wamejifunza kuwa dunia haitoi zawadi kwa mtu anayelia hadharani bila mpango. Wamejifunza kuzuia hofu isionekane usoni, kwa sababu macho ya watu wengi huangaza zaidi ukionyesha dhaifu kuliko ukionyesha nguvu. Wanaposikia hofu, wanatulia, wanapumua, wanafikiria kwa utulivu, halafu wanachukua hatua kidogo kidogo. Kwa sababu ukionyesha woga mahali pasipofaa, utawapa watu vibali vya kukanyaga heshima yako. 4. Wanaweza kusaidia wengine bila kupoteza heshima yao. Watu wengi wanaposaidia wanajikuta wanaingizwa kwenye nafasi ya udhaifu. Kwani watu huamini, umenisaidia basi naweza kukutawala. Lakini wenye akili ya juu wanajua kuweka mipaka. Wanasaidia bila kujishusha. Wanatenda mema bila kujifanya watakatifu. Wanatenda mema bila kugeuka kuwa mtu ambaye kila mtu anategemea na kumsukumia matatizo. Wamejifunza kusema, nimekusaidia hapa lakini huwezi kunivuka mipaka yangu. Hii huwafanya waheshimiwe na bado wawe na moyo wa kusaidia bila kutumiwa kama chombo. 5. Hushughulikia migogoro ya familia kwa utulivu bila kuonyesha mwanya nje. Familia inaweza kuwa sehemu yenye upendo mkubwa, lakini pia chanzo cha maumivu mazito. Wenye akili ya juu hujua tofauti kati ya matatizo ya ndani na matatizo ya kutangaza nje. Hawawashi moto ambao baadaye wataushindwa. Hawapigani hadharani ili watu wa nje wapate mzigo wa kuwazungumzia. Wanajua migogoro ya familia ikienda kwa watu wa nje inakuwa silaha ya kutumaliza. Hivyo wanatatua ndani kimya kimya bila drama. Na kunapokuwa hakuna suluhisho, wanajua kujiweka mbali bila kelele, kwa heshima na akili. 6. Huyatunza maarifa kama hazina kwa sababu wanaelewa umuhimu wa kitu unachokijua. Maarifa ni mali ambayo huwezi kuibiwa. Watu wenye akili ya juu hujenga tabia ya kusoma, kuchunguza na kuongeza uelewa bila kutangaza. Hawapigi kelele wakijifunza kitu kipya. Hawajioneshi kama wanajua sana. Hawadanganyiki na sifa za umma. Kwao akili ni kama benki. Unachoweka ndicho utakachotoa baadaye.
na wanapokutana na mtu anayetaka kupima kiwango cha maarifa yao, wanatabasamu tu kwa sababu hawaamini kwenye vita vya kuonesha akili hadharani. 7. Hushughulikia kinyongo na mipango yao ya kisasi kwa utulivu, bila kuonekana na mtu. Watu wenye akili ya juu hawana haraka ya kulipiza kisasi. Hawapigi kelele. Hawatafuti drama, lakini hawasahau. Wanapoona mtu amewaumiza, wanachukua muda kutafakari, wanafunga mioyo yao kimya kimya, wanaweka mipaka ya dumu na wanafanya maamuzi yenye faida, sio hasira. Kisayansi, tabia ya kutulia wakati umeumia ni ishara ya emotional mastery. Na watu hawa hufanya kisasi chao kwa njia rahisi sana. Wanabadilisha maisha yao kiasi kwamba mtu aliyewadharau anajikuta hawezi tena kuwafikia, kuwashika au kuwaharibia mipango yao. Kama kuna somo moja kubwa hapa, basi ni hili. Akili ya juu haiko katika kelele, iko katika ukimya unaojua unachofanya. Watu wanaojilinda hawaishi kwa kuomba sifa, hawaombi watu waelewe kila hatua, na hawafuati makundi ya kelele. Wanajijenga kwa utulivu, wanalinda siri zao, na wanaishi maisha hayahitaji kuonyeshwa ili